Dawa hii inaitwa Doxycycline, lakini kabla sijaelezea kuhusu dawa hii, ninao habari njema kwa ajili yako. Sasa unaweza kupata masomo yetu kwa urahisi na haraka kupitia YouTube chaneli yetu ya Dr. Rafiki. Unachotakiwa kufanya ni kwenda YouTube, search neno Dr. Rafiki, alafu bonyeza kitufe cha neno subscribe ili wa kwanza kupata masomo yetu kwa urahisi na haraka. Asante kwa kufanya hivyo na Mungu akubariki. Okay, Doxycycline ni dawa ya antibiotiki kutoka kwenye kundi la tetracycline. Inatumika kuua maambukizi ya bakteria wanaosababisha magonjwa mbalimbali. Hutumiwa kutibu maambukizi kama vile ya mfumo wa upumuaji, njia ya mkojo, macho, ngozi, magonjwa ya zinaa na mengineyo ambayo yanasababishwa na bakteria. Matumizi ya Doxycycline. Doxycycline hutumika kutibu magonjwa kama maambukizi ya njia ya upumuaji kama bronchitis, pneumonia, maambukizi ya njia ya mkojo yani UTI, maambukizi ya ngozi kama chunusi yani acne, maambukizi ya magonjwa ya zinaa kama chlamydia na gonorrhea, maambukizi ya tumbo kama typhoid. Jinsi ya kutumia. Inashauriwa kunywa Doxycycline baada ya kula au pamoja na chakula ili kuepuka mauzi ya kwenye tumbo kama tumbo kuuma au kuharisha. Kunywa dawa hii na maji mengi angalau glasi moja na usilale mara moja baada ya kunywa. Kaa angalau dakika 30 ili kuzuia madhara ya kwenye koo au umio. Dozi ya kawaida hutumika mara moja au mara mbili kwa siku kutegemeana na ugonjwa unaotibiwa, lakini pia ni muhimu kufuata maelekezo ya daktari. Madhara ya Doxycycline ambayo kwa kitaalamu tunaita side effect. Kama dawa zingine, Doxycycline pia inaweza kusababisha madhara, ingawa si kila mtu anaweza kupata madhara haya. Baadhi ya madhara hayo ni pamoja na kichefuchefu, kutapika, kuharisha, maumivu ya tumbo na maumivu ya koo, na mara nyingi hutokea pale unapotumia dawa hii bila kunywa maji ya kutosha. Tahadhari muhimu: haitakiwi kutumiwa na wajawazito au wanawake wanaonyonyesha bila ushauri wa daktari, kwani inaweza kuathiri mtoto kwenye meno na mifupa. Watoto chini ya miaka 8 hawapaswi kutumia Doxycycline isipokuwa kwa ushauri maalum wa daktari. Usitumie pombe ukiwa unatumia dawa hii. Maliza dozi yote hata kama unajisikia vizuri. Kutokumaliza dozi kunaweza kuruhusu bakteria kuendelea na kusababisha usugu wa dawa. Asante sana kwa kunisikiliza. Hakikisha umesubscribe kwenye chaneli yetu ya YouTube ya Dr. Rafiki kwa masomo zaidi ya afya. Hadi kwa wakati mwingine, nikutakia afya njema. Mimi ni daktari wako, Dr. Rafiki.